والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin alayhi salatu wassalam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa taala tutakumbushana kuhusiana na kipengele cha al-adlu, uadilifu. Uadilifu, ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo ni zuri sana, na ni sifa ambayo yatakiwa mtu ajipambe nayo, na wala mwanadamu hasa muislam usijipambe na kinyume cha uadilifu, kwa sababu kinyume cha uadilifu ni dhulma. Yatakiwa utende wema, al-adlu, uadilifu. Kila kitu ukiweke mahala pake, kila mwenye haki umpe haki yake, na ikiwa mwenye haki hapewi haki yake, wewe umefanya dhulma. Na dhulma ni sifa mbaya, uadilifu ni sifa nzuri. Kwa yatakiwa muumini muislam jipambe na sifa nzuri, sifa ya uadilifu. Na Allah tabarak wa taala ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati an-Nahl katika aya ya 90 ya kwamba inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ya'mur, anaamrisha. Hili ni agizo la Allah tabarak wa taala. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha, ya'muru bil adli. Allah anaamrisha watu wawe waadilifu. Allah anaamrisha watu wafanye uadilifu, wal ihsan, na vile vile watu wafanye wema, watu wafanyiane wema. Lakini ndugu zangu katika imani, wapo wapi watu waadilifu? Waadilifu wako wapi ndugu zangu katika imani? Bali kinyume cha uadilifu ndio kimekithiri kwa baadhi ya watu, dhulma. Angalia mahakamani namna dhulma zilivyokithiri. Angalia kesi nyingi, ni dhulma, hamna uadilifu. Angalia wale ambao wanakamatwa, wapo ndani, wengi ni dhulma. Uadilifu ni mdogo ndugu zangu katika imani. Angalia yule mwanamume ambaye ana wake wawili nyumbani kwake, hafanyi uadilifu, mpaka inafikia mmoja kati ya wake zake anajua ya kwamba mimi sipendwi, kwamba mimi ninakaa hapa ni kwa sababu ya kulea watoto tu, hamna lingine. Uadilifu uko wapi ndugu zangu katika imani? Walimu vile vile hawafanyi uadilifu, illa qilla, isipokuwa wachache. Mtu darasani, mwalimu hafundishi ipasavyo, wala hawaangalii wale wanafunzi kwamba hii ni dhamana, nimepewa na serikali, nifundishe, niwafundishe hawa watoto, ndio darasa langu hili nimepewa. Lakini mwalimu hajali, mwanafunzi akiandika asiandiki, mwalimu hajali. Hapana, hii ni dhulma. Mshahara unaopata katika hiyo njia haupati katika njia halali. Yatakiwa ufuatilie, kwa nini mwanafunzi fulani haandiki, kwa nini mwanafunzi fulani hana madaftari, hana kalamu, hana penseli, kwa nini mwanafunzi fulani hakufika, mzazi wake yupo wapi, mwanafunzi anakaa wapi. Ni jukumu la mwalimu kufuatilia, ni amana. Ukifanya hayo, wewe utakuwa mwadilifu. Ndugu zangu katika imani, katika surati al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala aya 9 anasema ya kwamba wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu, fanyeni uadilifu, inna Allaha,
kwa hakika Allah tabaraka wa taala yuhibbul muqsitin, Allah anapenda wanaofanya uadilifu. Allah anawapenda wafanyao uadilifu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ukitaka mapenzi ya Allah tabaraka wa taala yawe nawe, uwe na mapenzi ya Allah, fanya uadilifu. i'dilu baina auladikum, fanyeni uadilifu hata kwa watoto wenu mliowazaa, wafanyeni uadilifu. Ikiwa una mtoto zaidi ya mmoja, acha kupendelea mzazi, utaleta nongwa, utaleta fitna baina ya watoto. Mmoja atamchukia mwenzake kwamba huyu ndio anapendwa sana na mzee, huyu ndio anapendwa sana na mama, atamfanyia fitna, huenda hata sumu akamwekea afe. Anafanya hivyo kwa ajili ya kumkomesha mzazi. Ili tuone sasa adala, uadilifu, ndugu zangu katika imani. Imam muskitini, fanya uadilifu, acha kuwaswalisha watu haraka haraka. Mfano katika swala za tarawih imekuwa ni mtihani ndugu zangu katika imani. Kuna baadhi ya watu wanapenda ile misikiti ya haraka haraka, unakuta imejaa watu, lakini imam anafanya dhulma, hawatendei watu haki, anaharibu swala za watu. Yani kama umeshiba futari sawasawa, mtu unatapika ndani ya swala. Kwa nini? Kutokana na spidi ambayo imam anaitumia. Ndio uadilifu. Yani unafika msikitini, labda ndio unataka uende kutawadha, imamu ndio anafunga swala, Allahu akbar. Ukimaliza kutawadha na imamu anatoa salamu, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Yani huyo ambaye anaenda rukuu, imamu ndio anainuka. Imam akenda sijida, yani subhanallah, spidi ya hatari. Na vile vile kuna baadhi ya misikiti imam anawaswalisha watu sura ndefu, vile vile sio uadilifu. Wa khairul hadi Muhammadin alayhi salatu wassalam, muongozo uliokuwa sahihi, uliokuwa bora ni muongozo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya watu wamehifadhi, sasa wanataka wawaonyeshe waumini msikitini kama wamehifadhi. Mtu anaswalisha. Angalia hata katika swala ya faradhi, acha tarawehi, swala ya sunna, swala ya faradhi, magharibi, isha, alfajiri, swala ambazo mtu unasoma kwa sauti, usiwaswalishi watu sura ndefu. Itakuwaje tarawehi, swala za sunna, swala ambayo mtu akitaka anaswali, akitaka anaacha, hapati dhambi. Kwa unakuta kuna baadhi ya maimamu, Allah tabarak wa taala waongoze, ni sababu ya watu kuhama, kukimbia misikiti. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya dhulma, hawawatendei watu haki. Ndugu zangu katika imani, maimamu, hatukumbuki hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Alikuwa na swali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sehemu anapoishi Muadh hakuna imam, wengi ni maamuma. Kwa hiyo Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu akimaliza kuswali na mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio anaenda kuwaswalisha watu wake. Siku ya siku akaswalisha sura ndefu, watu wanamsubiri imam. Mtu mmoja akatoka ndani ya sofa, akaenda pembeni, akaswali peke yake, akaenda katika shughuli zake. Mmoja akamwambia Muadhi radhiyallahu anhu arda kwamba fulani ametoka katika sala, ni mnafiki. Muadhi akatereza, akasema kwamba yule ni mnafiki. Yule bwana baada ya kusikia hayo maneno akaenda hadi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukia mpaka uso ukabadilika, ukawa mwekundu. Akamwambia Muadhi, aturidu an takuna fatana ya Muadhi, Muadhi, unataka kuleta fitna ndani ya swala, watu waache kuswali kwa sababu yako? Muadhi, sabihisma iko wapi? Muadhi, washamsi wadhuhaha iko wapi? Muadhi, wallaili idha yaghsha iko wapi? Allahu akbar.
Ndugu zangu katika imani, maimam yatakiwa mfanye uadilifu hata katika swala za tarawih. Watu wasikimbii msikiti. Kuna baadhi ya misikiti kwamba ni lazima juzuu kila siku. Nani kakwambia kwamba ni lazima juzuu lisomwe katika huu msikiti? Ndugu yangu, kuna watu wazima, kuna wagonjwa, amejikongoja hadi msikitini swalisha sura za kawaida. Qul wallahu alam tara idha jaa sabbih isma hal ataka hadithul ghashiya wadduha alam nashrah. Mtu aipende ile swala. Yani imam unatoa salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, maamuma anatamani swala iendelee. Lakini baadhi ya maimamu, Allah tabarak wa taala waongoze, maamuma amesimama, amechoka, anakaa, anachoka, anasimama, imam bado tu amesimama. Ndugu zangu katika imani, hebu tumwangalieni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa akiwasalisha masahaba. Swala kawaida. Kwa hiyo waaqsitu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fanyeni uadilifu, inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah tabarak wa ta'ala anawapenda wafanyao uadilifu. Na katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ambao ni mutafaqun alayhi, ili 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wenye sifa aina 7 watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama, siku ambapo patakuwa kuna kivuli zaidi ya kivuli cha arshi ya Allah tabarak wa taala. Katika hao watu 7 akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba imamun adil, kiongozi mwadilifu. Wewe ni imamu msikitini, fanya uadilifu. Wewe ni baba katika nyumba, fanya uadilifu kati ya wake zako, kati ya watoto. Baba, sio baadhi ya vitu unakuja umeleta, unaficha, unampelekea mmoja miongoni mwa wake zako, kisha naambia usimwambie mwenzako. Afanye uadilifu. Mwalimu darasani, fanya uadilifu. Wewe ni kiongozi wa serikali, umepewa mamlaka na serikali kusimamia sehemu fulani. Wewe ni mkuu wa mkoa, wewe ni mkuu wa wilaya, wewe ni mkuu wa majeshi, wewe ni mwenyekiti mwenye serikali za mitaa. Fanya uadilifu katika kazi yako ili upate mshahara wa halali. Na ujue kwamba kuna leo, kuna kesho. Leo umepewa cheo na serikali, kesho utanyang'anywa, atapewa mwingine, utarudi mtaani. Fanya uadilifu, watu wakuseme vizuri katika uongozi wako. Kwa hiyo imamun adil, kiongozi mwadilifu, ni katika wale ambao watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, watu wafanye uadilifu. Mama katika nyumba, mke katika nyumba, fanya uadilifu katika kuwalea watoto vizuri. Sio muda wote unakaa na watoto mnaangalia picha, haujawafanyia uadilifu hawa watoto, mpaka watoto wanakuwa na akili za picha tu. Subhanallah. Mara yote tu mzazi unamuita mtoto wako, mnaangalia mpira, mpaka mtoto anakuwa na akili za mpira tu. Mtoto anaangalia mziki mbele yako, mtoto anakuwa na akili za mziki. Sio uadilifu, umemfanyia dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi, Allah tunusuru, Allah tujalie tuwe na sifa ya uadilifu. Allah tunakuomba utupe sifa ya uadilifu. Allah tunakuomba tujalie tuwe waadilifu. Allah tusamehe madhambi yetu. Allah tufishe alikuwa ni Waislamu. Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa pamoja na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwa haya machache ndugu zangu katika imani ninasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.